Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Leo ni Julai 20. Tarehe na mwezi kama wa leo dunia inakumbuka moja kati ya tukio kubwa ambalo halitokuja kusahaulika katika upande wa entertainment industry. Julai 20 mwaka 1973, dunia ilipokea kwa mshtuko taarifa za kifo cha Bruce Lee, mmoja ya waigizaji na wataalam mashuhuri zaidi wa sanaa za mapigano, yani martial arts, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 32 huko Hong Kong nchini China. Bruce Lee, ambaye jina lake kamili ni Lee Jun-Fan, alizaliwa tarehe 27 Novemba mwaka 1940 huko mjini San Francisco, California nchini Marekani. Lakini katika makuzi yake alikulia huko Hong Kong nchini China. Tangu akiwa mtoto alianza kuonekana kwenye baadhi ya filamu kabla ya kujikita katika sanaa za mapigano na baadaye kuwa moja kati ya watu walioleta mapinduzi makubwa katika filamu za mapigano duniani. Mbali na kuwa mwigizaji, Bruce Lee alikuwa mwalimu wa sanaa za mapigano, mwanafalsafa na mwanzilishi wa mfumo wa mapigano uitwao Jeet Kune Do, ambao ulisisitiza ufanisi, kasi na kubadilika kulingana na mazingira badala ya kufuata mtindo mmoja wa mapigano. Bruce Lee aliweza kupata umaarufu wa kupitia filamu zake ambazo zilienda viral kama The Big Boss ya mwaka 1971, Fist of Fury ya mwaka 1972, Way of the Dragon ya mwaka 1972 pamoja na Enter the Dragon ya mwaka 1973. Bruce Lee alifanikiwa kuzifanya filamu za Kung Fu zipate umaarufu mkubwa duniani. Filamu ya Enter the Dragon ilitolewa muda mfupi baada ya kifo chake. Ilikuwa moja kati ya filamu maarufu zaidi katika historia ya filamu za mapigano. Kifo chake kilitokea ghafla baada ya kupata maumivu makali ya kichwa akiwa nyumbani kwa mwigizaji Betty Ting Pei, na inadaiwa alitumia dawa za kutuliza maumivu kabla ya kupoteza fahamu. Uchunguzi rasmi ulieleza kuwa alifariki kutokana na uvimbe wa ubongo, yani cerebral edema, uliodhaniwa kusababishwa na athari ya dawa alizokuwa akizitumia kwa ajili ya kutuliza maumivu ya kichwa. Hata hivyo, kwa miaka mingi kumekuwa na nadharia mbalimbali kuhusu chanzo cha kifo chake, ingawa hakuna ushahidi uliothibitisha madai hayo. Licha ya maisha yake kuwa mafupi, mchango wa Bruce Lee uliendelea kuathiri dunia ya filamu, haswa filamu za mapigano aina ya Kung Fu, michezo ya mapigano pamoja na utamaduni wa kimataifa. Pia alifanikiwa kuweza kupiku utamaduni wa Hollywood. Enzi alivyokuwa yupo peak, Bruce Lee aliweza kuhamasisha mamilioni ya watu kujifunza sanaa za mapigano kama njia ya kujilinda, kujenga nidhamu na kuimarisha afya. Hadi leo, Bruce Lee anatambuliwa kama moja ya watu wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya sanaa ya mapigano na filamu. Kila mwaka mashabiki wake duniani huendelea kukumbuka maisha yake, falsafa na urithi wake kupitia maadhimisho, maonesho ya filamu na shughuli mbalimbali zinazohusiana na sanaa za mapigano. That's it, ladies and gentlemen. Jene Kasako Media. Mimi naitwa Kelvin K, daddy father of 6 babies. Endelea kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.